Karibu sana katika mwendelezo wa programu yetu ya jinsi ya kutajirika kupitia mradi wa kuku, safari ambayo inaanzia nyumbani. Nikaribisha sana katika programu yetu. Leo tutakuwa tukiendelea. Leo ni day 7, siku ya 7. Leo ni siku ya 7 katika mwendelezo wa mafunzo yetu. Tumeshaangalia vipindi kadhaa. Tuliangalia sehemu ya kwanza, tuliangalia msingi kwa mradhi, sauti yangu iko sawa sana lakini najua tutaelewana. Tuliangalia sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa na sehemu 3 ambayo ilikuwa inataka kutuonesha kwamba je, tunafaa kuwa wafugaji wa kibiashara? Je, nafaa kuwa mfugaji wa kibiashara? Hiyo ni sehemu ambayo tuliangalia na tukaweza kuikamilisha. Sasa leo tutakuwa tukiendelea na sehemu ya 3 ambayo na yenyewe itakuwa ina masomo 6. Leo tutakuwa naangalia sehemu ya 3 ambayo itakuwa na masomo 6 na yenyewe inasema jiandae kukabili maadui 6 katika mradi wa kuku. Jiandae kukabili maadui 6 katika mradi wa kuku. Jiandae kukabili maadui 6 katika mradi wa kuku. Maadui 6 katika mradi wa kuku. Okay, hii ndio itakuwa sehemu ya 3, sehemu ya 3 ambayo tutakuwa tukiangalia. Nikaribishe sana, na naamini katika muda huu utakao kuwa nao kuna kitu utapata. Sio sawa na bure, sio sawa na kutokufuatilia kabisa. Kwa hiyo tutakuwa tukiangalia maadui 6 katika mradi wa kuku. Unajua, kwenye biashara hii kuna watu wa aina mbili. Kuna watu ambao wanatamani kuingia lakini wanaogopa. Kuna watu wanatamani kuingia katika mradi lakini wanaogopa. Sasa kwa nini wanaogopa? Labda wameona majirani zao wamefeli. Ana stories za watu ambao walianza lakini wamefeli. Mtu alianza na kuku 100 akabaki na kuku 3. Lakini mtu mwingine ana uzoefu wa mtu ambaye anafuga hajaacha lakini anateseka. Kwa hiyo anaogopa kuwekeza pesa zake. Anafikiri kwamba hapana. Kila akijaribu kufikiri anasema hapana. Hilo ni kundi la kwanza. Lakini kundi la pili ni la watu ambao wameacha kabisa. Tuliangalia hayo kwenye baadhi ya masomo yaliyopita. Lakini somo letu hili linataka tuweze kuona ni changamoto gani hasa ambazo zipo katika huu mradi. Na tunapozungumzia biashara, unataka kufanya kwa lengo la biashara, lazima uelewe kwamba biashara ni kitu gani. Huwezi kutajirika, ili utajirike lazima ufanye kibiashara. Sasa biashara ni kitu gani? Biashara tunasema ni chombo kinachotatua tatizo katika soko. Sasa tatizo. Ukiweza kutatua tatizo, basi wewe ni mfanyabiashara. Lakini usipoweza kutatua tatizo, wewe sio mfanyabiashara. Ili uwe na haki ya kuitwa mfanyabiashara, lazima utatue tatizo katika soko. Sasa leo kuna tatizo gani katika wazo la mradi wa kuku? Kuna tatizo gani katika wazo la mradi wa kuku? Hicho ndio tunachokitaka.
Sasa unajua kwamba mradi wa kuku sio mradi mgeni. Leo unapotaka kuingia kwenye mradi wa kuku, wewe huanzi kutengeneza mambo yako, huanzi kutengeneza formula zako. Tayari wenzako walishakutangulia. Kama walishakutangulia, ni kitu gani hasa ambacho wamekuwa kukabiliana nacho? Changamoto gani hasa ambazo wamekuwa kukabiliana nazo? Hiyo ndio maana ya kuangalia somo hili. Kuna statement moja ambayo inasema, ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Ukizimia siku za taabu, nguvu zako ni chache. Inawezekana uwezo unao, lakini nguvu ni chache. Kwa nini umezimia? Hujachaji. Kwa nini unazimia? Hujachaji. Sasa unachajije? Unachaji kulingana na nguvu ya adui yako. Maisha ni vita. Mafanikio ni matokeo ya kushinda vita. Ukiona mtu yote amefanikiwa, ameshinda vita, kwa sababu maisha ni matokeo ya kushinda vita. Ingekuwa mafanikio ni rahisi, kila mtu angepata. Sasa mafanikio ni mapambano ya kukabili changamoto na kuja na majibu. Ndio maana sasa maisha ni vita, kwa lazima ujue kabisa. Na ndio maana leo watu wenye matokeo huku duniani wanathamani. Wanathamani kwa sababu gani? Kwa sababu wamefanya kitu ambacho watu wengine hawajaweza kufanya. Sasa unachaji uwezo wako kama utaweza kujua adui yako. Nilishare kipindi kilichopita, tuliwahi kupata komenti hii kwenye mtandao, nafikiri kwa Machi 18. Ujumbe ulikuwa unasema kwamba tangu mume wangu apoteze kuku wake 850 Februari 2026 kupitia magonjwa, hadi sasa hivi tumechukia mradi huu mbaya sana. Imagine all the cash we had invested in, na tukapoteza once zote. Kuku mimi sioni kama tutawahi kujaribu tena. Ilikuwa ni kwenye Instagram tulipata hiyo comment. Sasa manake nini? Swali, mradi wa kuku haufai? Iko hivi. Leo ukiangalia wanafunzi wanaanza darasa la kwanza 150. Wanahitimu darasa la 7 75. Hapana, la 7 wanafikaga wengi. 100 labda, hata na 20. Wanafika chuo kikuu 4. Hawa 144, 46 wameenda wapi? Wameishia hapa katikati. Swali, shule ni mbaya? Hapana. Lakini kila mmoja alishuka kulingana na nguvu yake. Kila mmoja alishuka katikati kulingana na nguvu yake. Na ndio maana hata kwenye mafanikio ni hivyo hivyo. Wanaanza wengi, wanaishia wachache. Hicho ni kitu ambacho kinatakiwa kitufundishe kwamba tunatakiwa tusiende kichwa kichwa. Tunatakiwa tujipange. Swali, tunajipangaje? Tutajipanga vizuri kama tutajua adui yetu yukoje. Adui kwenye mafanikio ni changamoto. Ni changamoto gani zipo katika mradi wa kuku, ili tujipange kimkakati. Mimi nakumbuka mwaka 2020 tulipoteza tray 30 za mayai, lakini hatukuacha mradi, tuliendelea. Tray 30 mayai 900. Asa imagine tulinunua 21,000 kila tray kutoka Dar es Salaam. Asa piga hesabu, tupige hesabu wote leo hapa. Sio la nyingi sana, lakini 21 mara 3 ni 3,600. Ni kama 660 na 30. Sio la nyingi sana, lakini ni nyingi pia kwa mtu ambaye anajitafuta kutoka kwenye majanga ya kimaskini. Lakini pia kumbuka, matarajio yetu sio ilikuwa kurudisha yule 660 na 30. Tuzalishe vifaranga. Tukiuza kila kifaranga shilingi 1,800, ukipiga hesabu naona pesa nyingi zaidi. Umeme ulitumika, muda ulienda, wateja walitulaumu, na mwisho wa siku tulijifunza. Lakini maumivu yake hayakuwa mepesi, ila tuliendelea. Hatujawahi kuacha mradi. Sasa huyu alijipanga kwa pesa. Silaha yake ilikuwa pesa. Kwa sababu angalia kwenye statement yake, anasema imagine all the cash. Anasema hapa,
Imagine all the cash we had invested in. Manake alijipanga kimkakati kwa pesa. Hicho ambacho watu wengi leo mnafanya. Mnaingia kwenye project, mnachoamini kwamba nikiwa na pesa mtaweza mradi. Hapana. 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 Pesa peke yake haitoshi. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho uweze kuelewa. Tunapozungumzia vita tunamaanisha nini? Kwa sababu ukizungumzia adui unazungumzia vita. Kabla ya vita yoyote, askari wa kweli hufundishwa kitu kimoja muhimu sana: kumtambua adui wake. Kwa sababu huwezi kushinda vita ambayo huijui. Leo tunaanza safari yetu ambayo itakuwa ni ya siku 6 kujadili maadui 6 katika mradi wa kuku. Na programu yetu inaishia hapo. Maadui 6 katika mradi wa kuku. Kwamba kwa nini tunawajadili hao maadui? Huwezi kushinda vita ambayo hujui uwezo wa adui yako. Hata siku moja huwezi kushinda. Utaandaa kirungu, mwenzako anatumia SMG. Sasa uandae silaha zinazoendana na maadui wako. Lakini hasa fikiria, watu wengi wanaingia kwenye mradi wa kuku wakiwa na matumaini makubwa sana. Lakini baada ya muda kuna wanaokata tamaa, kuna wanaopoteza pesa, na kuna wengine wanaacha kabisa. Sasa swali linakuja, ukiwauliza tatizo lilikuwa kubwa ni nini? Hawana jibu moja la wazi. Ukweli ni kwamba waliingia vitani lakini hawakujua wanapambana na nani. Waliingia vitani ila hawakujua wanapambana na nani. Katika mradi wa kuku kuna vitu ambavyo watu wengi wanavita changamoto. Lakini leo nataka ubadilishe mtazamo wako ili uingie ukiwa na kuna dawa na kuna chanjo. Ndio kwenye program. Alipotoka akaanza kufuga, akafanikiwa mpaka akaweza kumlipia mtoto wake ada ya chuo kikuu. Asa mwanzoni alifeli kwa sababu aliingia kwenye vita ambayo hajui adui yake. Ndicho ambacho watu wengi tunakosea leo. Unafikiri pesa inaweza kumaliza matatizo yote? Hapana. Pesa haiwezi kumaliza matatizo yote. Kwa sisi tunawaita maadui ili uone kwamba ni, fikiria mtu amekusanya pesa yake 1.2 million. Tena inawezekana alipata hasara zaidi hapa. Kwa sababu tunajua changamoto ya madawa, gharama ya madawa, mabanda, mazingira na nini. Mtu ameandaa 1.1 million. Imepotea ndani ya miezi 3. Nafikiria pesa tunavyoipata kwa shida wakati mwingine. Kwa nini tunawaita maadui? Kwa sababu wanazuia mafanikio yako. Wanafanya usifanikiwe. Tunawaita maadui kwa sababu wanapunguza faida yako. Wanapunguza faida yako. Ndio biashara ambayo wewe unapanga faida, sio bei ya soko. Hasa biashara kama nilivyozungumzia kwamba biashara ya kitajiri ni biashara ya uzalishaji. Kwa nini biashara ya uzalishaji ni biashara ya kitajiri? Ni kwa sababu wewe unapanga faida. Ina maana ukajua labda jinsi ya kudhibiti adui, manake anakusaidia uongeze faida yako. Kitu kingine, wanakuangusha bila huruma. Hawa maadui wanakuangusha bila huruma. Kama nimesema mara kadhaa, kuku hawajai kuonea huruma pesa ya mtu mjinga, mzembe, mvivu wala mbinafsi. Wanakula pesa bila huruma. Sasa ndugu yangu, wanakuangusha bila huruma. Yaani kuku wakianza kufa kwa mfano, utakuwa mwema ghafla. Lakini pia maadui hawapigwi kwa kubahatisha. Wanahitaji mkakati. Huwezi kushinda vita bila mkakati. Kwa nini tunataka tuwaite maadui tusiwaite changamoto? Tunataka tuwaite maadui ili ujue kabisa kwamba adui anapiganwa kimkakati. Sasa tofauti kubwa ni nini? Mtu sasa jiulize maswali haya matatu. Ninawajua maadui hawa? Haya maswali matatu nataka ujiulize kabla tujaendelea. Swali la kwanza, ninawajua maadui hawa? Ninawajua maadui hawa? Swali la pili, nina mbinu za kuwashinda? Nina mbinu za kuwashinda? Swali
lazima ujue ninaingia nikiwa wazi kushambuliwa. Kuna wakati fulani unaongea na mtu anakwambia anaenda kuingia kwenye mradi wa kuku. Sasa unamwonea huruma, yaani unamwonea huruma kabisa, unamwambia sikiliza, this is a serious business, hii ni biashara ambayo iko serious. Kwa nini unaenda kwenye mradi wa kuku bila ufahamu? Mpaka na wakati unashindwa hata kumwombea kwa Mungu, kwa sababu Mungu hawasaidii watu wajinga. Unaambia tu kama Mungu akupe neema. Mradi wa kuku una faida kubwa sana, lakini una vita ndani yake. Nafikiri mnafahamu, chochote chenye mafanikio makubwa kina vita kubwa pia. Kwa sababu gani kina mafanikio makubwa? Kina mafanikio makubwa kwa sababu watu wengi hawashindi. Kwa sababu kanuni ya economy, kanuni ya uchumi inasema ili uweze kufanikiwa siku zote lazima uangalie kitu kinaitwa demand and supply. Demand and supply. Hii ndio kanuni ya uchumi. Wala mnaga mambo mengi. Ukitaka kujua utatengeneza pesa sehemu yoyote, angalia haya maneno mawili. Demand ikiwa kubwa, demand manake ni mahitaji, supply manake uwezo wa kuyatimiza haya mahitaji, uwezo wa kuyatimiza. Sasa angalia siku zote, mahitaji yakiwa makubwa kuliko uwezo wa kuyatimiza, uchumi uko juu. Yaani manake hii idea iko power, kwamba kama utaweza kuja na uwezo wa kutatua mahitaji, maana kuna nafasi kubwa ya kufanikiwa. Lakini uwezo wa kusupply ukiwa mkubwa kuliko mahitaji, uchumi utakuwa chini. Sasa ukiangalia kuku mpaka leo amekuwa kiumbe adimu. Ukisikia leo tutachinja kuku nyumbani, mtu kama alikuwa kuna mgeni amekuja kwako, anairisha safari. Manake nini? Manake hii biashara ina ushindi mkubwa, lakini nyuma yake uelewe kwamba leo kwa mfano ukisema natafuta nisikose kula, ukichukua nyanya ukienda sokoni ukatandika utauza. Ukaomba tu ka space kwa mwenzako ukikaa pale, utapigwa na jua, utatandika utauza. Simple and clear. Lakini huwezi ukasema nichukue kuku niingize tu hapo nitafuga nione mbele kwa mbele. Hapana. Lazima una skills, una ujuzi wa namna ya kuhakikisha unajua hao kuku wanakula nini, wanachanjaje, aina gani, kwa ajili gani, wana uwezo gani. Sasa huu mradi una faida kubwa sana, lakini pia una vita ndani yake. Hapa naongea na mtu ambaye anataka kuingia kufanya serious. Kumbukeni title yetu ya program iko clear. Jinsi ya kutajirika kupitia mradi wa kuku. Hatuzungumzii mafanikio ya madogo. Tunasema safari inaanzia nyumbani. Sawa, unaanzia nyumbani, lakini uelewe kwamba hii ni project kubwa, lakini ndani yake ina vita kubwa. Na ukweli ambao watu wengi hawasemi ni kwamba watu wengi hawaanguki kwa sababu hawajitahidi. Wanaanguka kwa sababu hawajui wanapigana na nani. Si kwamba watu hawapambani, si kwamba watu hawajitahidi, lakini hawajui wanapambana na nani. Ngoja nikwambie siri moja leo. Ukitoka kwenye hii program, toka na hii point moja kwamba mafanikio sio kitu kigumu kiasi hicho, isipokuwa mafanikio ni matokeo ya kushinda vita ya changamoto. Sasa basi, badala ya kuingia vitani ukiwa blind, ukiwa kipofu, maana yake ni kwamba kuna watu wanashoot wakiwa wanabahatisha kwamba nikipiga popote nitampata adui, na kuna watu ambao wanamfahamu adui ana tabia gani, ana sifa gani, halafu wanashuti pale pale. Hao ndio wanaoshinda vita. Sasa si kwamba watu hawafanyi kwa bidii, si kwamba watu hawajitoi na kujitolea, lakini wanajitoa na kujitolea wakishuti adui wasiyemfahamu. Hilo ndio kosa, na hapo ndio tunapoanza kutofautiana. Mtu anakuambia niko busy sana, unamwambia sikiliza, uko busy sawa, lakini unataka kufanikiwa kwenye hii project, toa muda ujifunze. Niko busy sana. Wewe niambie haraka haraka, ni shilingi ngapi? Inahitaji shilingi ngapi mradi kuwekeza? Inahitaji pesa ngapi kuwekeza?
utafeli. Pesa haijibu matatizo ya kutatua mradi. Pesa haijibu matatizo ya kumpambania adui ambayo ndio changamoto. Brain, uwezo. Hata ukiwa na silaha, ukishindwa jinsi ya kuitumia utafeli. Hata ukiwa na silaha, ukijua jinsi ya kuitumia, halafu adui unapambana naye humfahamu, utafeli. Hiyo ndio tofauti kati ya watu wanaohangaika kwenye mafanikio na watu ambao wamewini leo. Mtu anaamini kwamba kufanya kazi sana, kujitoa sana ndio kufanikiwa. Unajitoa sana ukiwa na ufahamu gani? Unamfahamu adui yako? Unafahamu changamoto unazokabili? Unafahamu ukubwa wa changamoto hizo? Unafahamu unahitaji kujipanga kiasi gani ili kukabili hizo changamoto? Kama ufahamu, maana yake ni kwamba utapigwa tu na utafeli kwenye maisha. Ndio maana watu wote waliofanikiwa duniani, watu wana thamani. Pointi yangu ya msingi ni kwamba katika moduli hii utaenda kufahamu maadui 6 wakuu wanaoangusha wafugaji wengi. Sasa ukiweza kufahamu, utaanza kuona kwa macho yako mwenyewe kwa nini watu wanaogopa kuanza, kwa nini wengi wanaanza na kuacha, lakini pia kwa nini wachache wanafanikiwa. Zaidi ya yote, ukimaliza moduli hii utakuwa na kitu ambacho watu wengi hawana, na kusihi, kama ndio mara yako ya kwanza kufuatilia, keep on. Kama ulikuwa unafuatilia upo, kama haupo, kama uko serious, malizia hii program. Kama upo serious, sio mbaya kesho ukija ukijisikia, usipokuja is okay. Yaani utaelewa vita halisi ya mradi wa kuku. Na hapo ndio tafsiri ya ushindi inapoanza. Kwa sababu baada ya programu hii, kwenye mkakati sasa wa kumshinda adui, ndio utapojua kwamba wewe unaingia kimkakati gani. Maadui hawa ni wafuatao. Leo tutaangalia adui namba 1, anaitwa uchambuzi wa mbegu. Leo tutaangalia adui namba 1, anaitwa uchambuzi wa mbegu. Naomba nisikilize. Natoa tu maelezo mafupi, clear inayoeleweka, nitamaliza kipindi. Wala sitakuwa na mambo mengi. Adui wa kwanza anaitwa uchaguzi wa mbegu bora. Kwa nini mimi namuita ni adui? Nisikilize vizuri sana. Nataka tukupe maelezo short and clear, alafu namaliza kipindi changu. Hata sitakuwa na muda mwingi. Kwa nini huyu mimi namuita ni adui? Ni adui kwa sababu ukicheza anakula pesa zako. Watu wengi wanashindwa kutofautisha kati ya mbegu bora na mbegu nzuri. Hivi ni vitu viwili tofauti. Mbegu nzuri ya kuku ni ile inayovutia, ni wale wanaofurahisha. Unaweza kumtembelea rafiki yako anafuga, baada ya kumtembelea ukaona kuku wanavutia, unasema wow, na mimi lazima nifuge. Kama utaanza maamuzi ya ufugaji kwa kutumia wazo hilo, wewe umeingia kwenye kitu kinachoitwa mbegu bora, mbegu nzuri. Sasa tunaposema mbegu bora, maana yake nini? Mbegu bora ni ile mbegu inayokufikisha kwenye malengo. Mbegu bora ni ile mbegu inayokufikisha kwenye malengo. Huyu ni adui kwa sababu ukikosea mbegu bora ni sawa na unajenga nyumba umekosea msingi. Hata ukipandisha kuta, hata ukitumia vitu vya gari kiasi gani kwenye finishing, haina maana, nyumba itaporomoka tu. Tukiwa nafanya consultation, tukigundua mtu amekosea kwenye mbegu bora, ushauri wa kwanza ni futa mradi wote, tuanze upya. Haya, mbegu bora tumesema hivi ni ile mbegu inayokufikisha kwenye malengo. Sasa tunapozungumzia malengo, sisi leo tunazungumzia malengo ya kibiashara, kwa sababu haya malengo ya kibiashara ndio yatatufikisha sisi kwenye utajiri. Unapozungumzia biashara, siku zote biashara ni mahesabu, na mahesabu ya biashara lazima yalete faida. Kama hakuna faida, hiyo sio biashara. Sasa ili tupate faida kwenye mradi wa kuku, tunahitaji kabla ya kuchukua kuku, sisi wenyewe tujifanyie evaluation. Tunahitaji tujifanyie tathmini ambayo sisi ndio tujifanyie
inaenda kwenye mambo matatu. Namba moja, lazima ufanye tathmini ya eneo utakalo kwenda kuweka mradi wako. Namba mbili, ufanye tathmini ya biashara gani tunakwenda kuifanya kwenye mradi wa kuku. Biashara gani tunapenda kujifanya kwenye mradi wa kuku? Unapoanza project lazima ujue mwisho wake mwanzoni. Lazima ujue mwisho ni wapi. Leo kwa mfano hujajua mwisho, utabahatisha. Unafahamu biashara ngapi kwenye mradi wa kuku? Sisi kwenye programu yetu tunasema kuku wana biashara 20. Wewe unafahamu biashara ngapi? Haya, tutaendelea huko mbele ya safari. Namba tatu, lazima ufanye tathmini ya mtaji. Unataka kuingia kwenye mradi wa kuku, is okay. Una uwezo wa kuwa na mtaji kiasi gani? Cash. Sasa hapa tunapozungumzia mtaji tunazungumzia vitu viwili. Inaweza kuwa cash au resource. Manake nini? Cash manake una pesa cash. Unasikia nina milioni 2. Nataka niingie kwenye mradi wa kuku. Resource manake nina rasilimali ambazo hata kama sina cash ila nina rasilimali ambazo zitanisaidia. Kwa mfano una kazi yako umeajiriwa au na nyumba zako za kupangisha. Kwa zile nyumba zitakuja kusaidia huu mradi wako. Haya maswali matatu inabidi ujiulize, kwa sababu hii ndio tathmini ambayo itaamua sasa, je, tukiwa na haya mambo matatu tutapata faida kwa kuku tutakaochagua? Kama haya mambo matatu hatuna, kwisha. Sasa angalia, ukishaweza kufanya tathmini ya haya mambo matatu, ndipo uje sasa utafute kuku wa kufuga. Kuku wa kufuga tunawapataje? Kuku wapo katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni kuku wa asili. Kundi la pili ni kuku wa chotara. Kundi la tatu ni kuku wa kisasa. Haya ni makundi matatu ya kuku. Sasa of course wako aina nyingi sana. Mimi nakumbuka nilipokuwa nafanya bachelor ya community development, nilipenda kufanya research yangu jinsi mradi wa kuku unavyoweza kuisaidia jamii kukua. Sasa wakati nafanya research hiyo, nilisoma utafiti mmoja wa Netherlands. Sasa wakaonyesha kwamba kuku wana makundi wako wa aina mbili. Wakasema kuna indigenous chicken ambao ni kuku asili, lakini kuna exotic chicken ambao ni kuku wa kigeni. Sasa kwa sababu ukiangalia chotara ni kuku wa kigeni, kisasa kabisa wale ni kuku wa kigeni. Sasa mimi ili kurahisisha kumfanya mtu aelewe kwa haraka, wanapenda kuwagawa katika makundi matatu. Kwa utafiti ambao mimi niliusoma unaonyesha kuku wako ina makundi mawili. Lakini kwa mawazo yangu mimi, ili nieleweke kwa haraka, wanapenda kutumia makundi matatu. Haya, tuendelee. Sasa kwa haraka haraka tumesema kwamba kuku lazima ujue biashara unataka kwenda kufanya. Kwa sababu mwisho wa siku biashara itakupa faida. Kwenye hawa kuku sisi tumesema kuna biashara 20, is okay. Hayo tuache kwanza. Lakini tunafahamu kwamba kwenye mradi wa kuku kuna biashara mbili kubwa sana ambazo zinafahamika. Ni nyama na mayai. Naomba nitumie mayai kama data ambayo nataka nitumie hapa. Kuku wa asili kitaalamu, kwa research ambazo zimeandikwa, wanataga mayai 36 mpaka 60 kwa mwaka. Kuku wa chotara mayai 140 mpaka 240 kwa mwaka, kulingana na aina ya kuku wa chotara, kwa sababu wanazidiana. Kuku wa kisasa kwa sababu wao ni single purpose, hususani wa kutaga. Nikisema single purpose namaanisha wao malengo yake ni kupata mayai peke yake au nyama peke yake, ndio kusudio kubwa. Chotara tunawaita ni dual purpose, yani kwamba wanakupa mahitaji nyama na mayai. Sasa kuku wa kisasa wenyewe wanataga mayai mengi kidogo, 160 mpaka 260 kwa mwaka. Sasa utaniambia kivipi? Kwa nini hakuna kuku anataga mayai 365 kwa mwaka? Kuna vitu viwili ambavyo nataka nikusaidie, vinaweza kukusaidia mbele ya safari. Hakuna kuku ambaye anataga kila siku. Hakuna kuku anayetaga mayai kila siku.
ila kuku anaweza kutaga mayai ya viini viwili. Kwa nini? Kuku wana vipindi vinne. Kuku wana vipindi vinne. Cha kwanza ni cha kutaga, cha pili ni kuatamia, cha tatu ni kulea, cha nne ni kupumzika. Hivi ndio vipindi vya kuku. Sasa angalia, kwa nini kuku wa asili anataga mayai machache 36 mpaka 60? Ni kwa sababu kuku wa asili ndio kuku pekee anayepitia vipindi vyote vinne. Sasa kwa nini hawa kuku wa chotara na kisasa wanataga mayai mengi zaidi? Kuku wa chotara na kisasa wameondolewa kipindi cha kuatamia na wameondolewa kipindi cha kulea, wamebakiwa na vipindi viwili, kutaga na kupumzika. Ndio maana kuna wakati kuku hawatagi au kuna wakati kuku wanashusha mayai. Sasa kuna sababu nyingi zinaweza kupelekea kuku wakashusha kutaga, lakini moja kati ya sababu ambayo ni lazima ni msimu wake wa kupumzika, kwa sababu wana kipindi cha kupumzika. Tunaposema kwamba hawa kuku wanataga mayai 140 mpaka 240 kwa mwaka, yule kuku aliyetaga mayai mengi manake ametaga mayai 5 kwa wiki 5. Hasa kwenye kuku wa kisasa wanaweza kataga mayai 6 mpaka 7 kabisa, lakini sasa sio kwamba watataga mayai 7 kila siku, no. Alitaga mayai 5 manake kwa 4 ametaga mayai 20, kwa 12 ametaga mayai 240. Very simple, ni logic ya kawaida kabisa. Najaribu kufanya hivi ili kukupa data. Ukiwa unajua siku zote confidence comes from data. Ujasiri unakuja ukiwa na data. Usipokuwa na data huwezi kuwa jasiri. Najaribu kukuonyesha hivyo ili kukujengea ujasiri. Usichukue tu kwamba Hazi kasema, no. Elewa logic, elewa kwa nini, kivipi, inakuwaje. Tutapiga hesabu hadi kuku wa asili. Sitaki nikuache hapo ukiwa na maswali. Ni wewe kuamua unaingia kwenye huu mradi au uingii. Unaamua upambane na hali yako au ufuate data. Ni wewe tunaamua. Twende kazi. Maana yake ni kwamba huyu ametaga mayai 240. Huyu atazidi kidogo kwa sababu gani? Huyu ni special. Huyu wa kienyeji, twende kazi. Mliowahi kufuga kuku wa asili? Kuku ambaye ametaga mayai mengi sana anaweza kataga mayai mangapi kabla hajaenda kuatamia? Okay. Naona kuna mtu ameomba hizo notes na nini. Nitatoa maelekezo jinsi ya kuzipata, zinapatikana. Nitatoa maelekezo, jitahidi kukaa mpaka mwisho, alafu nitatoa maelekezo jinsi ya kuzipata. Zipo kabisa. Zipo kabisa. Okay, tuendelee. Kuku wa asili, naomba unisikilize vizuri sana hapa, kwa sababu panaleta sana confusion, na hata mitandaoni pia kuna siku nichaje kushare hii update nikaona opinions kibao. Jamani, tujitahidi tutafute data. Tusifanye vitu kwa hisia. Tutafute data. Sasa kitaalamu wamesema hivi, kati ya mayai 36 mpaka 60. Hiyo ipo data kitaalamu. Kumbukeni, mimi kwenye mradi wa kuku nilianza kufanya kuku wa asili na nilitumia mwongozo wa SUA. Ukanisaidia kutoa kuku 8, baada ya miezi 6 nikana kuku zaidi ya 500. Sasa okay, nataka tutumie data yao kitaalamu ni hii, 36 mpaka 60 kwa mwaka. Lakini twende kwenye uhalisia wa maisha ya kila siku, kwa sababu kwenye maisha kuna kitu kinaitwa fact. Fact ni watu wamefanya collection ya data. Na kuna mambo ya kawaida kabisa ambayo yanaweza kukusaidia hata wewe ukafanya data. Sasa kitaalamu, kwa sababu kuna utaratibu wa kitaalamu wa kutengeneza fact, ndio maana kuna watu ambao tunawaamini kwamba wamefanya utafiti, wamekuja na data, sisi tunazitumia. Lakini nataka mimi na wewe sasa tufanye utafiti. Mimi na wewe tuwe watafiti. Kuku huyu wa asili akiwa anataga, kabla hajaenda kwenye kuatamia, yule aliyetaga mayai mengi kabisa anaweza kataga mayai mangapi? Mimi nimewahi kufuga kuku. Wengi wanasema 15, 18, 16, 12. Lakini mimi naomba nitumie data yangu mimi. Mimi nimewahi kufuga kuku alitaga mpaka mayai 22. Huyu ni kinara. Akaanza kuatamia.
Lakini kuku ambaye alizembea kabisa, kuna kuku anataga mpaka mayai 6. Sasa tukitaka kupata wastani, tunachukua idadi ndogo tunajumlisha na idadi kubwa, tunaganya kwa 2. Ina maana ukichukua hapa 22 na 6 ni 28. Haya, 28 ganya kwa 2 maana yake ni 14. Kwa wastani kuku wa kienyeji anataga mayai 14. Kuwatamia ni siku 21. Ukimwacha kuku wa asili alee mwenyewe, kumbuka ni asili yake, anaweza kalea mpaka miezi 3 ndio anaweza kutaga. Asa tusimuonee sana, tutumie siku 60, miezi 2. Ukimwacha apumzike, anapumzika wiki 3, siku 21. Umeona jinsi mambo yanavyoenda? Anaitwa kuku wa asili, anapita hizo stage zote. Sikiliza vizuri. Sasa basi, huyu kuku ambaye tunamuita ni wa kutaga, ametumia siku 14, 21 kuatamia, 60 kulea, kupumzika siku 21. Tuchukue hii 30 hapa, tuiache 31. Tuchukue 31 hii hapa. Kwenye hii 31 tuchukue 18, tuitoe 18. Tuweke hapa jumlisha 9, ili hapa tayari miezi 3 ikamilike. Hapa zimebaki siku 12. 12 tujumlisha hapa inakuwa 26. Umejifunza nini? Ina maana kuku anazunguka miezi 3. Okay, anazunguka miezi 4 ndio aje kutaga tena. Mwaka una miezi 12. Ina maana chukua miezi 12 gawanya kwa 4. Ina maana ametaga mara 3. Haya, ili azunguke mpaka aje kwenye kutaga, kataga mayai 14. Zilisha mara 14 hapa. Baki nazungumzia mayai 42. Sasa kuna ile inatokea kwenye ufugaji, ukasema kwamba mimi nataka nimwachishe mapema, labda sitataka atamie, nitapeleka kwenye mashine. Ameatamia kisa nataka alee. Kwa hiyo unachoweza kukifanya, kuku akiongeza kula anaweza kutaga, kwa sababu mayai kuku hatagi kwa sababu ya jogoo. Kuku anataga kwa sababu anakula chakula, lakini pia anataga kwa sababu ni asili yake. Ndio maana kuna kuku wanaitwa kuku wa mayai, hawatumii jogoo lakini wanataga. Kuku anataga kwa sababu ya chakula, ila jogoo anasaidia yai liweze kurutubishwa. Simple. Sasa basi, ndio maana wanasema kitaalamu kati ya 36 mpaka 60. Wanamaanisha nini? 36 maana yake ni mayai 12. 12 mara 3 ni 36. 60 maana yake ni mayai 20. 20 mara 3 ni 60. Kwa kuku wa kienyeji anaweza kutaga mayai 12 mpaka mayai 20 kabla hajaenda mzunguko wa pili wa kuatamia. Wangapi mmepata kitu hapo? Nione hata maua. Nione maua yenu kama mmepata kitu. Hii kitaalamu sisi tumefanya hapo, tumeona ni 14. Kwa lugha hiyo sasa, manake sasa umeelewa kwamba unatakiwa uzingatie kitu gani. Mwisho kabisa, mengine nitamalizia kesho kwenye somo linalofuata, kwa sababu natakiwa ni connect kati ya eneo na hili somo. Ukitaka kufuga kuku wa asili unazingatia nini? Unazingatia eneo kwenye yale mambo matatu. Ukitaka kufuga kuku wa chotara unazingatia nini? Biashara. Ukitaka kufuga kuku wa kisasa usiwe na pesa ya mawazo, uwe na pesa inayoeleweka. Hapa ndio utawini. Hivi ndio vipaumbele vya kwanza unapotaka kuchagua hawa kuku wa kufuga. Kuku asili, zingatia eneo. Kuna eneo linaloeleweka, usifanye mradi, kwa sababu kuku wa asili huwa hawafungiwi. Wanatakiwa kuwa na banda la kulala, sio banda la kushinda. Wanafunguliwa asubuhi, tutakutana nao jioni. Ndio maana mara nyingi
nitazungumzia kwenye somo litakalofuata kwenye eneo. Sitaki nichanganye mambo hapo. Kwanza nataka tu ushike pointi za msingi, ili leo unapoenda kutafakari utafakari uki unaelewa. Kuku wa chotara unahitaji ujue biashara. Usipojua biashara, huu mradi utaacha. Kwa nini utaacha? Kuku wa chotara wanakupa unachokitaka, hawakupi wao. Yani wewe ndio unaamua, mnipe mayai sana, mnipe nyama ya haraka. Ina maana lazima ujue mapema unataka wakupe nini kabla ya kuendelea. Wengi sana wanafilisika kwenye kuku wa chotara, wakati ndio mgodi. Kuku wa kisasa hawahitaji pesa ya mawazo, wanahitaji pesa ya uhakika. Hapa naomba tu niwafumbulie fumbo kidogo. Safi sana ambao mnasema mnanipata. Kuku wa kisasa hawataki pesa mawazo. Kwa sababu gani? Utaferi sokoni. Hawa wana kitu kinaitwa lifespan. Lifespan maana yake nini? Ni kuku ambao wana muda wa kuexpire. Yaani kama ni kuku wa wiki 6, ikifika wiki 6 inabidi watoke. Wakiendelea kubaki wanakula faida. Sasa anayetawala sokoni kwenye kuku wa kisasa ni mwenye nguvu ya pesa. Wewe leo ukifuga kuku 200, mwenzako afuga kuku 2000, lazima uache mradi. Ni hivi, wewe unatafuta faida ya shilingi 500, mwenzako anatafuta faida ya shilingi 200. Wewe unatafuta shilingi ngapi hapo? 100,000. Mwenzako anatafuta 400,000. Soko wote mnategemea soko moja. Sasa angalia, wewe lazima ufuate bei yake, kwa sababu sokoni hakuna majina ya kuku kwamba ametoka kwa Hazi au ametoka kwa Joni. No. Maana yake ni kwamba wewe lazima ufuate bei yake. Ukifuata bei yake ya 200, tunazungumzia unapata shilingi 40,000. Sasa mwezi mzima unasubiria 40,000 ndugu yangu, wiki 6. Logic ya kawaida ni hivi. Ukitaka kufuga kuku wa kisasa, uwe na pesa ya uhakika. Kama jamaa kafuga 2000, ufuge 4000. Ukilazimisha, usiwe na pressure, usiwe na sukari, usiwe na stroke. Ukilazimisha, usiwe na hivyo vitu vitatu: pressure, sukari, stroke. Lakini pia usiwe na ndoto ya kupata sukari, pressure au stroke. Ukiwa na hiyo ndoto watakuingiza mjini. Na malizia kwa kusema hivi, siku zote ukiwa unaanza maisha ya biashara, usifanye biashara ambayo mwenye nguvu ya pesa anafanya. Utapoteza pesa. Ukifanya biashara ambayo mwenye nguvu ya pesa anafanya, unacheza kamari. Si kwamba watu hawapati pesa kwenye hii project wakiwa na mradi wa kuku wachache, lakini wanapumbulia mashine. Kawafuatilia utajua. Leo wamepata, kesho wamekosa. Leo wamepata, swali, ufuge kuku aina gani? Ikiwa unaanza kujitafuta, nitalijibu katika kipindi kijacho. Jamani, mimi niwatakie heri. Hongereni sana kwa kunifuatilia. Na naamini nimeenjoy. Okay, uko serious unataka tukushike mkono hatua kwa hatua? Tuna option mbili. Wacha nikupatie. Option ya kwanza ni wewe kuamua kuingia kwenye project yetu serious. Kwenye program zetu. Tunaposema program ni mkakati wa kukusaidia uweze kuanzisha mradi wa kuku na bustani katika eneo dogo wa kukupatia kipato cha uhakika. Kwa programu yetu tunasema vitu vitatu. Cha kwanza tutakupatia muongozo wa uhakika, lakini tutakupatia support ya karibu kuhakikisha unapata matokeo. Utaratibu wa programu yetu ukoje? Andika neno program sasa hivi kwenye nambari ya WhatsApp 0761 825 808. Tutumie ujumbe wenye neno program, tutakupatia utaratibu wa programu zetu. Sasa, kwa kesi ya masomo haya, kama uko interested kwa programu hii ambayo inasema jinsi ya kutajika kupitia mradi wa kuku, tuna masomo ambayo yanaendelea. Na tuna siku 12. Haya masomo yapo kwenye PDF 5. Kwenye ebook 5. Kila moja sasa hii program ya jinsi ya kutajika kupitia mradi wa kuku, kuna PDF, kuna audio, lakini pia kuna video. Na tunakupa na support ya mwezi mzima kukushauri na kuhakikisha kwamba unapata matokeo kwa maandalizi yako ya mwanzoni. Hii program huwa na charge 133,000. Tukatoa offer. Kama unatufuatia sasa hivi, lipia shilingi 50,000. Utapata miongozo yote, PDF, audio,
na video na support ya mwezi mzima. Haya ni maandalizi ya kuingia kwenye program kubwa kama una ndoto ya kufanya mradi mkubwa. Kwa hiyo fanya kitu kimoja. Lipia hiyo shilingi 50, tuma ujumbe kwenye neno program kwenye hiyo 0761 825 808. Halafu jieleze, naomba kupata hiyo program ambayo inaendelea sasa hivi. Halafu tapewa maelekezo mengine ya jinsi ya kulipia. Otherwise, nikutakie heri. Hongera sana kwa mapambano. Karibu sana kwenye Mr. Gaspar kitu kama hicho. Tuma ujumbe kwenye hiyo namba ya WhatsApp tumepini hapo. Then utapewa mwongozo wa jinsi ya kupata masomo. Tukaribishe tena, tuendelee kuzihesabia siku 12. Leo tuko day 7. Tuna siku hapo mbele ya safari na tumeingia pa moto penye ambapo panatesa watu wengi. Mwalike mwenzako, endelea kutufuatilia Instagram Profitable Farm. Kama una rafiki yako share naye aweze kujifunza naye masomo haya. Lakini pia YouTube, ukitaka kupata masomo zaidi ambayo tumeshare YouTube na yaliyopita kama umeyakosa, unaweza kucheki YouTube. Lakini naamini ukitumia huu mwongozo ambao nimekupatia, inaweza kuwa rahisi zaidi kupata masomo yote katika mpangilio, kwa sababu kwenye YouTube tunashare hili bila mpangilio. Lakini kama unataka kupata ambayo iko katika mpangilio, tumeandaa masomo, PDF, audios, videos na support ya mwezi mzima. Pata maelekezo ambayo tumekupatia. Enjoy, kuwa na wakati mzuri.